akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania. Akakiita jina lake Rehoboth, akasema, kwa kuwa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Sijui ni nini ambacho Isaka alikifanya kutoka mstari wa 21 kwenda mstari wa 22. Sijui ni kitu gani ambacho Isaka alikifanya kutoka baada ya kugombania kisima cha pili kabla ya kwenda kuchimba kisima cha tatu, lakini na hakika kuna kitu alikifanya katikati, akaenda kuchimba kisima kingine. Mtu wa Mungu, wakati mwingine gia pekee itakayo kutoa kwenye maisha ni kukomaa. Utashindwa mara ya kwanza, utavunjika moyo mara ya kwanza, utakata tamaa, utachoka, lakini unatakiwa kurudi tena na tena mpaka umepata matokeo. Nakumbuka mtumishi wa Mungu mmoja aliwahi kufundisha hili somo, akasema kama umeingia kwenye maombi ya kutafuta kitu fulani, usiwahi kuondoka kwenye chumba cha maombi, au usiwahi kuahirisha huo mfungo na hayo maombi mpaka umepata ulichokuwa unakitafuta. Hatuahirishi vitu kwa sababu tumechoka kufanya ambacho tunakifanya. Tunaahirisha kwa sababu tumepata tulichokuwa tunakitafuta. Kwa hiyo kile ambacho haujawahi kukiona kwenye maisha yako kimefichwa kwenye kile ambacho haujawahi kukifanya.